Yes, bwana, Kilo Fenest ni mtangazaji, ni mwanahabari na binafsi katika eneo la miongoni mwa vitu ambavyo vinanisaidia kujua mchezaji bora, mchezaji mzuri uwanjani, mara nyingi huwaga natumia mechi. Yaani mechi nikiwa naitangaza, asilimia kubwa huwaga namuona mchezaji mzuri kwa sababu naona vitu vingi. Namuona mchezaji positioning yake anaifanya wapi, uh, akiwa na mpira, akiwa hana mpira, anafanya vitu gani, tabia ya mchezaji naiona. Kwa hiyo kwenye kutangaza ni eneo ambalo nisaidia sana. Inawezekana ikawa hata watangazaji wengine pia, lakini najizungumzia mimi kwa sababu ni kitu ambacho na reference nacho. Kwa mfano kuna mchezaji Rodri huyu wa Hispania. Mimi binafsi sikuwa navutiwa na uchezaji wake. Yaani nilikuwa namuona kama kiungo wa kawaida fulani hivi. Yaani ni mzuri of course, lakini sio hadi kushinda Ballon d'Or. Yaani niliona kama huyu anashindaje Ballon d'Or? Mbona kama anaonekana ni pasa zaidi, yani anapiga sana pasi, yani kama ana athari kubwa. Kwa hiyo ilikuwa na kitu kikubwa ambacho nilikuwa nakiona kwa Rodri ni kupiga pasi nyingi. Sasa kupitia hii kombe la dunia kwa mara ya kwanza nimemtangaza Rodri kwa mara ya kwanza. Nimetangaza michezo kadhaa ya Hispania. Nimemwona Rodri. I say Rodri ni kiungo kweli kweli, yani kiungo kabisa. Nimemwona mwenyewe, sio tu kupiga pasi, hapana. Hizo interception anafanya, fouls anafanya, marking anafanya, kila aina ya marking, ya zono, ya tight policy marking, zote anazifanya. Rodri kushinda ile tuzo ya mchezaji bora kwenye World Cup haikuwa kwa bahati mbaya. Amestahili. Bonge moja la kiungo. Alikuwa na armband hapa mkononi. Kuna muda anacheza, unaona namna ambavyo anaorganize wale wa Hispaniola wenzake wale madogo. Kwa hiyo binafsi kwenye kumuona mchezaji uwanjani ni eneo ambalo lina faida sana kwa upande wangu kwenye kujua mchezaji mzuri. Sasa huko nimezunguka tu, nimekupa reference. Eneo ambalo nataka kwenda kulilenga ni eneo la fullback mpya ambaye Simba amemtambulisha, Nathaniel Chilambo. Nathaniel Chilambo binafsi ni miongoni mwa fullbacks ambao na wakubali kweli kweli, yani fullback ambao wanatokea pembeni, wanatokea upande wa kulia na wakubali katika ligi yetu, katika mpira wetu wa Tanzania. Nathaniel Chilambo yupo. Huyu bwana yuko pale Azam, of course anacheza, lakini nafasi yake imekuwa finyu kidogo kwa sababu ya Lusajo Mwekenda. Bila kumvunjia heshima Lusajo, one of the best, ni mzuri, mzuri kwenye kushambulia, mzuri kwenye kuproduce, namba zinazungumza kwa Lusajo Mwekenda. Pengine kwenye mafullback wa kulia kwenye miaka hivi karibuni Lusajo namba zake zimezungumza sana. Sasa Nathaniel Chilambo ndani ya Azam alipata nafasi ya kucheza, lakini bado kwenye hiyo nafasi anayoipata hayajawa kwenye muda kama ambao anaopata Mwekenda Lusajo, ambaye kimsingi pia ni captain na ametokea pale pale kwenye academy ya Azam. Teki yangu nini? Teki yangu ni kwamba Simba wamepata fullback wa maana kwa mtazamo wangu. Inawezekana ikawa kuna mtu mwingine anamwona tofauti, lakini kwa namna ambavyo namfahamu Nathaniel Chilambo ni fullback wa maana. Nathaniel Chilambo alianza kuonesha makali tangu kwenye klabu yake ya kwanza ambayo alimpa breakthrough katika ligi kwa maana ya Ruvu Shooting. Performance nzuri ambayo alionyesha na Ruvu Shooting. Akazungumzwa kuhitajika na klabu mbalimbali, hata hizi za Kariakoo pia zilihusishwa naye. Lakini baadaye akaenda kujiunga na Azam FC. Ndani ya Azam FC kacheza, lakini msaada wake ulikuwa ni mkubwa. Finally anaondoka ndani ya Azam na anakwenda kujiunga na Simba. Na hii dili ya kwenda kujiunga na Simba sio dili ya leo. Ni dili ambayo ipo muda mrefu, tangu msimu uliopita. Inaelezwa Nathaniel Chilambo alishamalizana vitu vingi na Simba. Kwa hiyo ilikuwa ni swala la muda tu kwenda kuiswitch hii deal. Bad luck hatukizungumza kwa sababu pia hata kwenye platform hii kwa kipindi kirefu hapa nyuma tulikuwa tuko off na sasa hivi tumerudi tena, lakini ni deal ambayo ilishakuwa matured kwa kipindi kirefu kilichopita huko nyuma. Sasa Nathaniel Chilambo ndani ya Simba, mambo yako vipi? Simba wameangalia kikosi chao. Fullback wao wa kulia wa kwanza ni Shomari Kapombe. Fullback wao wa kulia wa pili ni David Kameta Duchu. Hao wote wawili ni mafullback wazuri. Kapombe of course ni senior zaidi, experienced zaidi, ana vitu vingi. Ni mchezaji ambaye ameshaingia kwenye nominees
za best backs Africa. Kwa hiyo kwa namna yoyote ile no need, hakuna namna yoyote, no way ya kumunderrate Shomari Kapombe. Ni fullback top katika lile eneo, lakini lazima tukubaliane na mazingira kwamba Shomari Kapombe umri unasogea. Maana yake ni nini? Maana yake hatujui, na kama wenyewe viongozi wa Simba pia hawajui lini Shomari anakwenda kufikia ukomo wake, lini anakwenda kugota. Ukiangalia hata msimu uliopita mechi, of course Shomari kacheza, lakini kuna muda Steve Barker alikuwa anamtumia zaidi Duchu, anampa game time Duchu kwa sababu ya kujaribu kumpumzisha Shomari ambaye ametumika kwa kipindi kirefu kwenye performance bora. Kwa hiyo ile ilikuwa inamfanya Shomari atunze nishati yake ili atakapopewa nafasi ya kuingia katika mechi zile crucial aweze kuonesha kilicho bora. Lakini pia Simba hawajui Shomari msimu gani utakuwa ndo wa mwisho, yani kwa maana ya performance, kwamba kuna msimu unajua umri unavyosogea kuna muda unaenda unagota, ukishagota inabidi ije replacement yako. Natoa mfano wa Tupu Issa Mazembe, walikuwa na fullback Isama Mpeko Jos, alikuwa na fullback kwa muda mrefu sana kacheza, wakawa wanajaribu kumtafutia replacement mbadala kwa sababu walikuwa hawana imani kama Jos Isama Mpeko wa umri ule anaweza kuendelea kufanya vizuri. Kwa hiyo hata Simba pia wanaonekana wanao mafullback wao wawili, lakini wanemtegemea zaidi ni Shomari. Shomari muda unasogea au umri unasogea, nani anakuja ku replace hili eneo? Anaonekana David Kameta. Je, David Kameta anatosha peke yake kukaa katika hilo eneo na kaperform vizuri? Ndo hapo sasa linakuja wazo la kuingia sokoni na kutafuta fullback mwingine mwenye daraja la juu. Katika hilo eneo wakamuona Nathaniel Chilambo. Nathaniel Chilambo ni fullback mzuri, ni fullback ambaye kwa level yake ya uchezaji anaweza kwenda kucompete, kwenda kuchallenge wale mafullback wote. Shomari umri unasogea, David Kameta Duchu bado ni mdogo kiumri, ndo marika hayo yakina Nathaniel Chilambo, lakini bado ile production into a final third anachokizalisha mwisho katika eneo la mwisho ni changamoto. Kwa hiyo Nathaniel Chilambo anakwenda kucompete katika lile eneo, anakwenda kumpa wake up call Shomari Kapombe na Duchu kwamba amkeni, tayari ameshaingia Nathaniel Chilambo. Kama mmoja wapo ataondoka kwa maana ya Kapombe na Duchu, basi itakuwa Chilambo ni replacement sahihi katika eneo la kulia kwenye kikosi cha Simba. Kwa hiyo tunasubiri muda. Good thing ni kwamba Simba wanakwenda katika michuano ya Sekafa Kagame, wanakwenda Rwanda. Kule tunaweza kwenda kuona kilicho bora kutoka kwa hao mafullbacks wote na nani ambaye Steve Barker atachagua kumtumia kama chaguo la kwanza kwenye kikosi chake. Wewe kwa nafasi yako, kwa namna ambavyo unamjua Nathaniel Chilambo, una nafasi ya kucomment pia ukaniambia kwa unavyomuona Chilambo alistahili kusajiliwa na Simba au tulibadilisha swali. Kwa unavyomuona Chilambo anaweza kuingia kwenye kikosi cha kwanza cha Simba akamtoa Shomari na Duchu? Niandikie kwenye comment section, bila kusahau kusubscribe Mzinga Sports.